Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake. Wakati ambao klabu ya Simba iko katika nchi ya Algeria katika mji wa Constantine kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao wa kombe la shirikisho Afrika CAF Confederation dhidi ya timu ya CS Constantine ya pale Algeria. Tumeweza kupata taarifa kutoka katika ardhi hiyo ya Algeria kwa viingilio rasmi vya kuweza kuiona mechi hiyo vimewekwa wazi, ambapo Simba wameweza kutanabaishiwa viingilio hivyo, ambapo katika viingilio vikubwa kabisa wenyeji wakiwa wameweka kiingilio cha juu cha dinari 6,000 zaidi ya shilingi 117,000 na kima cha chini cha kiingilio kikiwa ni dinari 1,000 ambayo ni sawa na shilingi 19 za Kitanzania. Kwa hiyo ili uweze kuwaona Simba wakipambana dhidi ya CS Constantine wanapaswa kuwa na tiketi hiyo ya shilingi 117,000 ambayo ni kama tunaweza kusema ni ile kubwa kabisa VIP ama platinum kwa hapa Tanzania, lakini 19,000 ni kama zile za mzunguko. Lakini wenyeji hao tayari wameanza kuuza tiketi kwa njia ya kisasa ya kidigitali ya mchezo huo utakaopigwa Jumapili tarehe 8 mwezi wa 12 na majira ya saa 1 usiku kwa saa za Tanzania ama za Afrika Mashariki. Hii ni sawa na mfumo unaotumika sasa nchini Tanzania katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti ya CS Constantine ni kwamba tiketi hizo zinauzwa kupitia Tadikirati, jukwaa la mtandao ambalo linawawezesha mashabiki kununua tiketi kwa urahisi na usalama. Tiketi za mchezo huo zitauzwa kwa viwango tofauti, kima cha chini ikiwa dinari 1,000 zaidi ya shilingi 19 za Tanzania, huku tiketi za dinari 6,000 zaidi ya shilingi zikiwa ya shilingi 117,000 zikiwa za viti vya mbele kabisa. Hiyo ni taarifa kutokea kule nchini Algeria, lakini chanzo chetu kinasema mashabiki watakaotaka kushuhudia dakika 90 za mchezo huu katika uwanja maarufu wa Mohamed Amloui wenye uwezo wa kuingiza mashabiki 40,000 wanatakiwa kutumia jukwaa la Tadikirati kununua tiketi zao. Mfumo huu umeanzishwa kama njia ya kuhakikisha usalama na udhibiti wa idadi ya mashabiki watakaoingia uwanjani. Tadikirati ambayo inatoa nafasi kwa kila mpenzi wa soka kuingiza majina yao pamoja na majina ya umiliki wa tiketi imewekwa ili kuhakikisha kwamba tiketi ni za mtu mmoja. Hii ni hatua madhubuti ya kupunguza ulanguzi na kudhibiti udanganyifu katika ununuzi wa tiketi hizo. Kwa kuongezea, uongozi wa CS Constantine umeonya kwamba mashabiki wote watakaohudhuria mchezo huo watatakiwa kuonyesha kitambulisho cha kitaifa, hapa kwetu ni NIDA ama NIM ili kudhibitisha utambulisho wao kabla kuingia uwanjani. Hii ni hatua ya kuhakikisha kwamba kuna mtu atakayekosa kuingia au kupata usumbufu katika uwanja. Vile vile mashabiki wa klabu ya Simba na wale kutoka maeneo mengine ya jirani wanatakiwa pia kuonyesha vitambulisho vyao ili kudhibitisha utambulisho wao. Simba itavaana na CS Constantine ikiwa imetoka kushinda nyumbani 1-0 dhidi ya Bravos do Maquis ya pale Angola, huku wenyeji wao wakipata ushindi kama huo ikiwa ni ugenini dhidi ya CS Sfaxien ya pale Tunisia. Simba ambao ni wakilishi wetu katika michuano hiyo kwa upande wa kombe la shirikisho wako hivyo na tayari wako pale nchini Algeria katika mji wa Constantine kwa ajili ya kujiandaa na mtanange huo dhidi ya CS Constantine ya pale Algeria katika mchezo wa pili wa kundi A la kombe la shirikisho Afrika CAF Confederation Cup. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.